Kuna version ya mpira inaitwa futsal, yani five aside, mpira wa ndani ule, ushanifahamu vizuri. Ule mpira amefundisha kwa kipindi cha miaka takriban 6 na ameufundisha kwa mafanikio makubwa akiwa katika nchi yake mama ya Bulgaria. Kuna klabu ya futsal inaitwa Grand Pro Varna, ni klabu ya futsal ambayo inapatikana katika nchi ya Bulgaria. Katika kipindi cha miaka 6 ambayo alidumu katika ile klabu, aliipa ubingwa mara 5 mfululizo. Na baada ya hapo akapewa jukumu la kufundisha national team ya futsal ya Bulgaria. Yani baada ya kumalizana na ile klabu, akapewa timu ya taifa ya soka la ndani la 5 pale pale Bulgaria. Alifundisha mara 2, alifundisha akaondoka, akarudi tena akafundisha. Baada ya hapo akaenda kuchukua timu ya daraja la 3 pale pale Bulgaria. Timu ya daraja la 4 inaitwa Spartak Varna. Ndani ya msimu mmoja akawatoa daraja la 4 akawapeleka daraja la 3 ambao ni third league ya Bulgaria. Then alipotoka hapo akaenda Palestina, akaenda kuwa kocha msaidizi katika klabu moja pale Palestina. Then akazunguka akaja kwa mara ya kwanza Afrika, akaenda wapi huku Cameroon. Alianzia Sierra Leone. Alianzia Sierra Leone akakaa kwa muda mfupi, akaenda Cameroon katika klabu hiyo ya Victoria United, ambayo wakati yeye anakwenda klabu ilikuwa imetoka kupanda daraja kutoka Elite 2, kwa sababu ligi za Cameroon zinaitwa Elite 1 ndo ligi kuu, Elite 2 ligi daraja la 2. Imetoka kupanda daraja, akaipa kwanza ubingwa wa kanda. Kuna ubingwa pale pale kwenye kanda yao akawapa. Akaondoka. Akarudi tena baada ya misimu 2, akaenda kuwapa ubingwa wa ligi kuu moja kwa moja. Okay. Alipotoka hapo sasa akaenda katika klabu ya Orapa United ya Botswana. Na kwa mara ya kwanza Botswana imekwenda kupeleka timu kwenye michuano ya kimataifa yeye akiwa kocha. Botswana ilikuwa haijawahi kupata mwakilishi kwenye michuano ya kimataifa, sio ligi ya mabingwa wala sio shirikisho. Yeye kwa mara ya kwanza alipeleka timu ya Orapa United kwenye makundi, na kilichomuondoa ni msururu tu wa matokeo mabaya ambayo Orapa waliyapata, na msururu ule wa matokeo mabaya ulikuja kuhitimishwa na kichapo cha goli 6 ambacho alikipata kwenye hatua ya makundi. Baada ya kutoka pale, mwezi Januari mwaka huu ndio Gaborone United wakamchukua, na amekwenda kuwapa ubingwa kwa tofauti ya alama 6. Kwa hiyo kitu ambacho unakuja kukigundua ni kwamba huyu mwalimu baada ya kumaliza kucheza mpira, misingi yake ya kufundisha kwa kiasi kikubwa sana aliipata kwenye soka la ndani, lakini ni mwalimu ambaye kila alikokwenda kwa kiasi kikubwa sana amekuwa na uwezo wa kuleta mafanikio ya haraka kama ambavyo nimebainisha hapa.